Mwalimu. Naam. Tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tutakapomaliza kutakuwa na Idi. Lakini moja ya vitu ambavyo vinaangaliwa sana kwenye hiyo Idi ni watu wanapendezaje. Swala la kuwanunulia zawadi wake zetu ni la lazima au limekaaje? Kwa sababu mwingine usipomnunulia kitu kama mabaya na nuna humo ndani hata kuongea hamwezi kuongea. Hili nalo tunaliwekaje sasa? Raha ya Idi, raha ya Idi ni watu wapendeze. Watu wale, watu wanywe. Hiyo ni starehe Mwenyezi Mungu ametupa katika siku hiyo ya Idi. Ni wajibu wako kama mume kuhakikisha mke wako anapendeza siku hiyo. Tena ni wajibu kwako mkubwa sana. Hakikisha mkeo siku hiyo anapendeza kwa namna yoyote. Angalia uwezo wako Mungu aliyokupa. Kama uwezo wako Mwenyezi Mungu amekupa uwezo mkubwa wa kumnunulia mke wako vitu vya thamani, mnunulie mkeo. Nunulie mabaya mazuri ya thamani kubwa. Nunulie mkeo afurahi siku hiyo. Alafu hakuna kitu watu hawajui, hakuna kitu wanawake wanapenda kama mwanamke kuvaa nguo aliyonunuliwa na mume wake tena ya thamani. Linampa sana mwanamke starehe hilo. Alafu kila akisifiwa anakupenda. Kila akiambiwa umependeza, basi huko anazidi kukupenda. Waswahili wanasema anazidi kufa na kuoza. Kwa kama una uwezo kumnunulia mkeo mabaya ya Kituruki, mnunulie. Acha ubakhiri. Kama unaona uwezo wako kumnunulia mkeo buibui, mnunulie. Manake nasikia kuna baya na buibui. Buibui? Kuna buibui. Sasa mnunulie, bora avae kama kijora, haya mnunulie. Lakini pia hata chakula, mfanye mkeo aione Idi na aifurahikie Idi. Mfanye mkeo Idi kwake iwe nzuri na familia yako na watoto na watu wanaokuzunguruka. Hata we mwenyewe. Idi ni siku ya furaha. Idi ni siku nzuri. Hivi leo wewe Idi unaacha kununua kanzu mpya na una uwezo, shekhe? Hapana bwana. Haitakiwi kuwa hivyo. Una kanzu ambayo umeswalia Idi 4. Tena Idi hii pia. Haitakiwi. Watu wajitahidi Idi wanunue vitu vipya. Nunua kanzu mpya. Tunataka msikitini tukipishana tutapishana kanzu Emirate tu. Kitambaa kinawaka, kitambaa cha mafuta. Ndo sawa sawa. Ndo raha ya Idi. Idi watu wamevaa, wamependeza, wananukia. Anzeni kununua maperfume mazuri mazuri kwa ajili ya siku hiyo ya Idi. Watu wanunue maperfume, watu wanunue kanzu nzuri. Nunulieni watoto wenu kanzu kama mtu na uwezo. Kama hauna, nunua kile ambacho ulichokuwa na uwezo nacho. Lakini hata mkeo mpendezeshe. Basi kama hauna, jaribu hata kumnunulia dhahabu Idi hii. Kama Mungu amekujalia uwezo, mnunulie hata dhahabu kamoja. Mpe mkeo. Mwambie mke wangu, vaa dhahabu hii upendeze. Kama tena Mwenyezi Mungu amekujalia uwezo wa kumsafirisha, msafirishe kwa ajili ya Idi. Sio mpeleke Koko Bichi. Mpeleke Dubai. Kidogo mkeo. Mpeleke Ufaransa. Mpeleke Paris, mpeleke mkeo Idi. Siku 2 tu. Uza kibanda cha urisi kule kwenu. Rudi hapo umenuna. Uza kibanda cha urisi, mpeleke mkeo Paris. Bwana umenuna nini? Niache. Si mke shekhe. Wataka tunda lako lifurahi. Sasa ndo la kwako hilo. Alatuli pamoja na yote, lakini Idi ni siku muhimu sana watu kufurahi. Ile ni siku ya sherehe, si siku ya huzuni. Na tumuombe Mwenyezi Mungu siku hile aifikishe tukiwa na raha, tukiwa na starehe, tukiwa na amani. Na tuwe hai kwanza na uzima. Na itupite tukiwa salama. Lakini siku hiyo
tusifurahike sisi tu, tuwakumbuke ambao hawana uwezo wa kufurahi, tukafurahi nao. Kama una uwezo wa kuwanunulia pia na wao hata wawili, basi wanunulie chochote kitu, sawa sawa, tufurahi nao pamoja. Kuna watu yani maskini wana huzuni sana. Mimi nilishakutana na mtoto siku ya Idi, natoka kuswali Idi, niko getini, yule kijana ametoka na furaha sana kutoka msikitini. Wakati mimi natoka msikitini, yeye yuko nyuma yangu, mimi nilikuwa niko ndani ya gari. Sasa wakati natizama nikamuona ana furaha kweli kweli yule kijana. Ile furaha yake ikanifanya mpaka na mimi ndio na furaha, yani ana furaha si ya kawaida. Basi nikamtizama, tukatoka pamoja. Kwa barabarani watu wengi, huwezi kuendesha gari haraka, unaendesha gari taratibu. Basi tukatoka mpaka nje ya geti. Tulipotoka nje ya geti kidogo, naona furaha yake inabadilika. Furaha yake inabadilika. Sasa alishanifanya niwe na attention naye. Nikawa namfuatilia na muangalia ni nini. Basi uwezi amini, Januari ule mtoto kwa muda mfupi hali yake ilibadilika na akawa sasa ni kama mtu wa mwisho kuondoka msikitini. Ikanibidi nimuite nimuulize, vipi, mbona nimekuwa na furaha alafu sasa hivi tena hali yako ibadilika? Akasema hapana, niko sawa. Kamnyenga mpaka akaniambia, nikanipa funzo kubwa sana lile. Nikapata funzo kubwa sana. Watoto hawa ambao wamefiwa na wazee wao, watoto ambao hawana uwezo, wanakuwa na ile hali kwamba Idi inakuja, lakini anaifurahikia Idi ila hana msaada wa furaha ya kuendelea. Yani furaha yake inakuwa ni ya muda mfupi tu, kwamba Idi na leo ni Idi basi, lakini hana zaidi. Kama unavyomuona mwanao hivi, unampa furaha, utampeleka huko, sasa kule unamsaidia kuiongeza na kuiendeleza furaha yake. Ila kuna watoto furaha zao kwamba leo ni Idi, inabaki hivyo kwa leo ni Idi, lakini hakuna tena zaidi ya hapo. Kwa tujitahidi sana, Idi inapoingia, inapofika, tufurahike na watu pia ambao hawana uwezo. Mimi langu ni hilo bana. Okay. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.